Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fizyai al-Qur'an, kwa maana ilmu ya maarifa ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, katika mafundisho ya Kiislamu yote ukiyatazama yana faida inayorejea kwa mwanadamu mwanzo, kabla ya faida za kupata thawabu na kuridhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda vizuri? Leo tutakwenda kutazama fawaidul maulidi alfizyai, kwa maana faida za maulidi kwa mujibu wa taratibu za kisayansi. Zinasemaje? Tukio la maulid lina faida au tukio la maulid lina hasara? Kama lina faida, ni faida gani tuzikimbilie sana? Na kama kuna hasara, ni hasara gani tuziepuke sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Kwanza, tulipokuwa pale Ghazali Muslim School tulisoma vitu vinaitwa nini? Tulisoma vitu vinavyoitwa kupunguza mpandano wa maneno, ikhtisaru hikayatil murakkabi, yani kupunguza mpandano wa maneno. Hapa mashekhe zetu wakatuambia neno maulid ni neno lenye herufi ngapi? 4. Tunakwenda vizuri hapo? Wakasema neno la kwanza au harufi ya kwanza ni mim, harufi ya pili ni waw, harufi ya tatu ni lam, na harufi ya 4 ni dali. Linasomeka neno maulid. Sawa? Maulid wakasema nini maana yake? Wakatuambia hapa kuna vitu vinavyoitwa ikhtisaru hikayatil murakkabi, kumefupishwa tu maneno au sentesi kutokana na haya maneno. Wakatuambia nini? Wakatuambia mim maana yake majlisul ilmi, ni kikazi cha watu wanakaa wanapeana nini? Ilmu za aina mbalimbali. Ndio maana katika mkusanyiko wa maulid utaona kuna mtu anasimama anatoa mauidha, anawahusia watu, anawaelekeza katika khairat. Kwa nini? Majlisul ilmi, ni kikazi cha ilmu. Ile wau katika wau ni nini? Wadhikri minadduati. Mashekhe zetu wakatuambia maana yake na ni ukumbusho kutoka kwa madai wa aina mbalimbali. Sio maajabu katika vikao vya maulidi tunaona mashekhe mbalimbali wakisimama wanakumbusha watu. Mashekhe zetu wakatuambia hii ni ikhtisaru hikayatil murakkabi,
ni kufupisha kwa mpandano wa maneno mengi sana, ndio likatajwa neno moja kwa maana hiyo katika hali za aina kadha. Lakini lam katika mauli, lau lafudhatan, wakasema lau kama itakuwa ni neno moja, yani katika kukumbushana hata kama litakuwa ni neno moja lenye faida, kikazi cha maulidi ndio kina kazi ya kuyafanya hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na dali wakatuambia duru hayatil Mustafa ni katika mzunguko wa maisha yote ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Likapatikana neno linalosomeka maulid. Sasa maulid ni nini? Tunataka tuitazame kwa mujibu wa science. Je, yanayofanywa pale katika maulid yana faida yoyote kwa mfanya maulidi au mhudhuriaji? Majibu yanakuja katika hali ifuatayo. Katika maulidi, jambo la kwanza kabisa huwa tunasoma ma tayassara minal Qur'an. Anakuja mtu pale anasoma kiasi fulani cha Qur'an, wengine wanasikiliza. Tunakwenda vizuri hapo? Na Mwenyezi Mungu anasema faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kwa hiyo katika kikazi kile cha maulidi ambao ni majlisul ilmi, sawa, basi watu husoma Qur'ani pale mahala, wengine usikiliza ile Qur'an. Tunakwenda vizuri? Baada ya hapo humswalia Bwana Mtume Muhammadin, ya Rabbi salli ala Muhammad nabiyina ashrafil anami. Humswalia Bwana Mtume Muhammadin. Tunakwenda vizuri? Ndio matendo yanayofanyika katika majlisi ilmi pale katika maulid. Tunakwenda vizuri? Lakini kadhalika jambo la tatu katika mambo hayo, hupiga qasaid au anashid, huimbwa kasida au nashidi za aina mbalimbali pale katika kikazi cha maulid katika hali ya aina kadha. Tunakwenda vizuri? Huwa panaimbwa pale katika mazingira kama haya. Nisisi rahmani, nisisi rahmani, nisisi rahmani, Musa khalfani, nisisi rahmani. Hiyo hatari, nyie mkumbuki hiyo. Tunakwenda vizuri? Kwa hiyo watu huimba kasaidi kidogo pale mahala, kisha baada hapo upeana nasaha. Baada ya hapo basi watu hupata sadaka kama ipo, na kisha baadaye huondoka katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri? Sasa nataka tuyaone haya matendo yanayofanywa katika maulidi fiziaian, kwa mujibu wa kisayansi. Je, yana faida au yana hasara katika hali za aina kadha? Twende vizuri. Tumesoma katika Qur'an, katika maulid au kikao cha maulid huwa tunasoma nini? Ma tayassara minal Qur'an. Huwa inasomwa Qur'ani pale mahala. Twende vizuri sasa. Thabata ilmiyan, mashekh zetu wametuambia kwamba imethibiti kiilmu na kitafiti za kimaarifa. Imethibitisha nini? Anna tilawata alqur'ani wastima'i ila ayatihi wal insati laha. Wakasema ya kwamba mtu kukaa akawa anasoma Qur'ani au anaisikiliza Qur'ani inasomwa au akanyamaza wakati Qur'ani inasomwa, laha yuazzizu alquwa alaqliya. Kimaarifa na kitafiti imeonyesha kusikiliza Qur'an au kuisoma Qur'an inafanya akili yako inakuwa ni yenye power na nguvu za kutosha katika hali ya aina kadha. Tunakwenda vizuri hapo? Wakati ikiwa katika hali ya namna hiyo, wa anna taraddudati alaqliyati as-sadirati an aswati tilawati alquran yaj'alu alaqla yasduru silsilata min at-taraddudat wat-taqat yu'raf bismi mawjatul aqli. Kimaarifa tunasema wa anna taraddudati alaqliyati as-sadira, na kule umule mrejeo wa mawimbi yanayopokelewa katika ubongo wa mwanadamu, yani waves hizi zinazorejea katika ubongo wa mwanadamu,
an aswati tilawati alquran, inayokwenda sambamba kutokana na sauti za msomaji anapoisoma Qur'an. Kuna kuwa na mawimbi ambayo yanajirejea katika ubongo wa msomaji, na kuna kuwa na mawimbi yanayojirejea katika ubongo wa msikilizaji katika hali za namna hii. Tunakwenda vizuri hapo? Mawimbi haya yakiwa hivi yanatengeneza nini kwa anayesoma Qur'an na yanatengeneza nini kwa anayesikiliza Qur'an? Yaj'alu al-aqlu yasduru silsilata min at-taraddudat, inaifanya akili kupokea, yani kupokea mnyororo wa yale mawimbi. Waves zile zinapokelewa katika ubongo wa mwanadamu wa taqat, na mifumo ya kiumeme katika akili ya mwanadamu anayesoma Qur'an na katika akili ya mwanadamu anayesikiliza Qur'ani, mifumo ya kiumeme itakuwa vizuri kabisa. Yu'raf bismi maujatul aqli, vinatambulika kwa jina hayo, ni mawimbi yanayotengeneza akili. Tunakwenda sambamba. Kuna hapa haikuitwa maujatu ad-dimaghi, hapa imeitwa maujatul aqli. Ni mawimbi yanayofanya mtu awe na akili timamu. Kwa hivyo ukitaka kuwa ni mtu mwenye akili yenye utulivu, mwenye akili nzuri, akili inayowaza ya faida, basi soma sana nini? Qur'ani. Hili tukio linafanyika katika majlisul maulidi au katika vikazi vya maulidi katika hali za aina kadha. Mnaona mambo hayo? Lakini kadhalika tunaanza sasa kuchambua. Unajua ubongo una mawimbi ya aina 5. Una mawimbi ya aina ngapi? Kuna mawimbi ya kwanza yanaitwa delta. Aina ya pili ya mawimbi inaitwa theta. Aina ya tatu ya mawimbi inaitwa alifa. Aina ya 4 ya mawimbi inaitwa beta, na aina ya 5 inaitwa gamma. Tunakwenda vizuri eh? Mawimbi haya yote ni mawimbi yanayopelekwa katika ubongo wa huyu mwanadamu. Sasa mawimbi ambayo tunaita maujatu dimaghi delta, mawimbi ya delta ni yale ambayo yanapatikana baina ya megawatts isiyopungua 0.5 hertz. 0 ngapi? Hertz 0.5. Hii ndio hali ya ubongo wakati akiwa amelala usingizi fofofo, basi ajue katika ubongo wake kuna tumwa mawimbi yenye hertz isiyopungua 0.5 mpaka 4 katika hali za namna hii. Ndio unakuta amelala hajitambui, yuko fofofo kabisa katika mazingira kama haya. Haya ni mawimbi ya mwanzo katika mawimbi yanayotumwa katika ubongo. Nataka uone anayehudhuria vikao vya maulidi, ikasoma Qur'ani akasikiliza, au ye mwenyewe akasoma Qur'an, anapata nini kwa mujibu wa taratibu na maarifa ya kisayansi katika hali ya aina moja au nyingine? Semeni insha Allah. Wallahi kuna mambo makubwa sana biidhnillah. Kwa hiyo mtu akilala ubongo wake unakuwa unapokea mawimbi yenye hertz 0.5 mpaka 4 katika mazingira kama haya. Hapa sasa ndo atakuwa katika hali ndio amelala. Na kinachoshangaza, mtu akiwa katika usingizi amiki kabisa, usingizi mzito, ni rahisi kuamka kuliko yule ambaye hayupo katika usingizi mzito. Ndio kinachoshangaza. Kwa nini? Tutakuja kuona katika masomo tukianza kusoma usingizi Lakini kadhalika mawimbi ya aina ya pili katika ubongo, maujatu theta, ni mawimbi yanaitwa theta, nayo yanakuwa ni baina ya hertz 4 mpaka 8. Hapa sasa yatimu rasduha fil mukhi, hupelekwa haya mawimbi ya hertz 4 mpaka 8 katika ubongo wa mwanadamu, na hii sasa inakuwa ni athna al-hulmi au al-amiq au hulmi al-yaqdha. Unakuwa huu sasa ndio ule usingizi ambao akilala mtu ataota, yani atakuwa anaota sasa, yani ndio usingizi wa ndoto. Na mara nyingi usingizi huu unakuwa ni baina ya yaqdha wa niyam, yani baina ya kulala na kuwa macho. Pale ndo mtu anaota. Na hapa katika usingizi wa namna hii ni mgumu sana kumwamsha mtu akaamka. Tunakwenda vizuri Bora ule usingizi mkali ni rahisi kuamka, lakini huu wa baina ya kuwa macho na kulala ndipo penye ndoto hapa.
Sasa mtu kama ataota katika usingizi ule ambao upo ndani sana, naumul amiq, akiota hapo hawezi kukumbuka alichokiota ni nini. Tunakwenda vizuri eh? Sawa. Kwa hiyo haya ni mawimbi ya aina ya pili. Nataka uone faida za Qur'ani inaposomwa na unapoisikiliza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ima mawimbi ya tatu yanaitwa maujatu alifan. Mawimbi haya ni mabaina 8 hartaz, baina hartaz 8 mpaka hartaz 12, na hii sasa halatun dhihniyatun hadiatun. Hapa itakuwa hali ya akili itakuwa imetulia, wasalima, na itakuwa ina usalama wa hali ya juu, haithu yakunu dimaghu mustaqbila lilghaya min alkharij. Hapa sa ubongo utakuwa unaweza kupokea maalumati kutoka nje kupeleka ndani katika hali za aina kadha. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ubongo unapokea mawimbi ya hali ya namna hizi. Ama mawimbi ya aina 4 tunaita maujatu dimaghi bitan, ni mawimbi ya ubongo yanaitwa bita, na haya yanapatikana baina hartaz 13 mpaka hartaz 30. Wa katika hali za namna hiyo, hii inaitwa wad'ul mustayqidh. Hapa sasa ndipo pale mtu anaamka. Tunakwenda vizuri? Hapa ndio mtu anafanyaje? Anaamka. Ni mawimbi ya aina ya 4 hutumwa katika ubongo wa huyu mwanadamu, waves zile katika mazingira kama haya. Tunakwenda sawa hapo? Lakini ima mawimbi ya namba 5, maujatu dimagh gama, mawimbi ambayo yanaitwa gama. Haya ni mawimbi namba 5 katika hali ya aina kadha, mabaina 30 hartaz. Haya mawimbi yanafika baina ya hartaz 30 mpaka 60. Taraddudu murtabit bilwa'i. Hii sasa huitwa ni mawimbi ambayo yaliyofungamana na akili na uelewa wa hali ya juu katika hali za aina kadha. Hii huitwa ni mawimbi yaliyofungamana na yenye uelewa wa hali ya juu katika hali ya aina moja au nyingine. Hapa sasa mtu atakuwa na akili timamu. Kwa maana hiyo, inaposomwa Qur'an, watu wakaisikiliza ile Qur'an, wanapata mawimbi ya gama yenye uzito wa hartaz 30 mpaka 60. Hapa akili zinakuwa salama, na pia anayesoma hii Qur'an basi afahamu ubongo wake unapokea mawimbi ya hartaz yenye kiwango cha uzito wa 30 mpaka 60 katika mazingira kama haya. Hapa huyu mtu atakuwa ni mtu mwenye upeo mzuri wa kiakili na kifikra katika hali za aina kadha. Kwa hiyo wale watu ambao wanaohudhuria katika vikao vya maulid, kwa kuwa pale katika vikao vya maulid kunasomwa Qur'ani, maana yake hawa watu akili zao zitakuwa salama zaidi kuliko wale ambao hawapati fursa ya kuhudhuria au wakiwa majumbani kwao wamelala katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri eh? Tunakwenda sawa? Kwa hiyo tuhudhurie sana ikiwezekana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, huwa kuna kasida pale. Zinapigwa pale kasida, watu wanataladhdh kwa kasida, wanatamayal yaminan wa shimalan, sawa, katika hali za namna hiyo. Inda sima'i alqasaid wal anashid. Wakati mtu sasa baada ya kuwa imesomwa Qur'an na baada ya kuwa tayari katika mazingira kama hayo, sasa inapigwa kasida pale. Inaimbwa kasida au zinaimbwa nashidi, yushajji'u wa yuhaffizu al-amaliyatu al-ma'rifiyya. Kasida kwa namna zilivyo, lakini kadhalika nashidi kwa namna zilivyo, kwa mujibu wa maarifa na tafiti zimebaini, kasida na anashidi pia zina uwezo mzuri wa kutengeneza maarifa. Zina uwezo mzuri wa kutengeneza nini? Maarifa katika hali ya aina kadha. Haya sote nasema tu. Kwa nini? Wayuhassinu tafkira, lakini kadhalika kasida pamoja na anashid zina uwezo mzuri wa kutengeneza fikra ziwe salama. Uwe na fikra salama, lakini wayuathiru ala dhaka, vile vile utengeneza akili kutulia, wa dhakira, na hata kumbukumbu kuwa nzuri.
Tunakwenda vizuri? Wewe tazama watu ambao wanahudhuria sana katika vikao vya maulid. Wallahi ukitazama mifumo ya uelewa wao uko juu sana. Huo ndio ukweli. Tazama watu wanaohudhuria katika vikao vya maulid, utatazama mfumo wa utulivu wao, utaona uko juu sana. Huo ndio ukweli ulivyo. Hawana tabia ya kukurupuka katika majambo. Hata kama kuna jambo kaona sio, analiendea kwa taratibu. Ndivyo ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu anapata fursa ya akili kufanyaje? Kutulia, kuwa katika hali iliyokuwa bora. Nashidi zikiimbwa, kasida zikiimbwa, zinatengeneza utulivu wa akili, zinatengeneza fikra kuwa salama, zinatengeneza kumbukumbu pia kuwa vizuri. Sasa hayo unaweza ukasema neno yako shekhe. Ni kwa sababu ifuatayo. Kwa nini inatengeneza hali ya namna hiyo? Litasdiri hormon al-oxytocin. Ni kwa sababu mtu anaposikiliza nashidi, mtu akasikiliza kasida yenye naghma nzuri kabisa, sauti nzuri ya nashidi, sauti nzuri ya kasida, mtu anaposikia, basi mwili wake huwa unatengeneza aina ya hormone inaitwa al-oxytocin. Al-oxytocin ni homoni ambayo inatengenezwa tahta al-mihad, chini ya ubongo wa mwanadamu. Kuna kaji sehemu kadogo kanaitwa KMOS, ndio kanakotengeneza homoni hii inaitwa al-oxytocin. Tunakwenda vizuri? Na baada ya kutengenezwa hapo, sai homoni hii inapita kupitia katika al-ghuddatun nakhamia, inapita katika tezi kiongozi, inatonea katika damu, inatengeneza utulivu wa moyo. Maana yake wanaohudhuria sana katika vikao vya maulid, wakipata thawabu pia wajue wanajitibu maradhi ya moyo, kwa sababu ikiimbwa nashidi, ikaimbwa kasida, kwa mujibu wa tafiti na maarifa ya kisayansi, mwili unatengeneza homoni ya al-oxytocin. Tunakwenda vizuri? Haya, hili jambo la kwanza. Ndio maana tunasema watu wanaohudhuria katika vikazi vya maulid, wallahi wanapata makubwa sana katika miili yao. Angalia hata upeo wa kiakili zao, upeo wa uchanganufu wa mambo, utaona uko juu zaidi. Huu ndio ukweli ulivyo. Lazima tuseme kweli shekhe. Ukitazama watu wanaohudhuria sana vikao vya maulid, wallahi utabaini hivyo. Upeo wa kiakili unakuwa uko juu, upeo wa upambanuzi wa mambo unakuwa uko juu, upeo wa utulivu wa kiakili unakuwa uko juu, na mfano wa hayo katika hali za aina kadhaa. Ndio ukweli ulivyo. Tunakwenda vizuri? Lakini wakati huo huo, mwili wa mwanadamu inapoimbwa nashid akasikiliza nashid, inapoimbwa kasida akasikiliza kasida, na hasa zikimsifu kipenzi chetu ambaye ni Bwana Mtume Muhammadin, basi pia mwili unazalisha aina ya homoni inaitwa fasobarsin. Fasobarsin ni homoni ya pili, hii inazalishwa hapo mahala. Ikishazalishwa hii homoni, miongoni mwa kazi zake za msingi ni tamnaul iktiab. Hii sasa itakwenda kuondosha tatizo la msongo wa mawazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaona faida za maulidun nabii Muhammadin. Unaona faida ya maulidun nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe ukihudhuria katika kikao cha maulid, imesomwa Qur'ani, mwili wako umetengeneza mawimbi ya gama yakawa vizuri sana, akili inatulia. Baada ya hapo inapigwa kasida au nashid. Baada ya kupigwa kasida au nashidi, inakwenda kutengeneza chachu ya kusababisha mwili wako kuzalisha homoni ya al-oxytocin. Sawa? Kisha baada ya hapo inazalisha homoni ya fasobarsin. Katika hali za namna hii, huyu mwanadamu atanusurika na maradhi ya presha mara kwa mara, lakini huyu mwanadamu atanusurika na maradhi ya msongo wa mawazo katika mazingira kama haya. Kwa hivyo basi, katika vikazi vya maulid vina faida sihian, vina faida kiafya, lakini vikazi vya maulid vina faida kithawabu pia biidhnillah, kwa sababu matendo yote yanayofanyika pale ndo yale ambayo Uislamu unataka yafanyike biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mmenielewa vizuri hapo?
Kwa hiyo ukisikia mahala kuna sehemu kuna maulid, nenda unajitibu. Nenda shekhe, unafanyaje? Yani kianza kusoma pale Qur'an, sikiliza Qur'an. Nafsi yako utaiona namna ilivyo. Sikiliza kasida, utaona nafsi inavyopata utulivu wa hali ya juu. Na akili nayo inakuwa imara sana. Ndio maana utaona watu wengi sana katika watu wa maulid hawakurupuki shekhe. Hawana tabia ya kutukana watu, labda ukiwatukana na wenyewe ndio watakurejeshea. Hawakurupuki katika majambo. Kwa nini? Kwa sababu akili zimetulia, matendo anayoyafanya yanatengeneza hormones, zinafanya akili zao kufanya kazi mara 2 zaidi au mara 3 zaidi kuliko wale ambao hawahudhurii kabisa katika vikazi kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo kubwa hili, tusilione dogo. Twendeni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia kila la kheri na mambo yatakuwa katika mustawa na hali ya aina yake. Lau kama kikazi cha maulidi kingekuwa hakifai, wallahi hata duru za kisayansi zingekataa vile vile. Zingekataa. Lakini ukiona duru za kisayansi pia zinaeleza katika ufasaha wa hali ya namna hii, maana yake tumekwenda sambamba na yale yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale yaliyoelezwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Insha Allah kwa hali ya namna hii basi tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atupe neema nyingi hapa duniani na kesho akhera. Na mwisho niseme ya Rabbi na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.